Sisi tunakaa eneo la Mfikiwa ambapo ndege zikipita kama itatokezea mtihani inaanguka ndani ya majumba yetu. Lakini kilio chetu, ilikuja kampuni ikasema italipa hata mti wako uliopanda wa dawa utalipa. Lakini tatizo yenyewe, tumelipwa malipo yaliyokuwa hayastahiki hata kidogo. Uwanja hatukatai kujengwa. Uwanja una neema kubwa sana, una hasara kubwa sana. Kwa sababu utakapojengwa uwanja wa ndege, hata maskini atakayepata milioni 5, milioni 6 kwa upande wa kwetu sie Pemba ni Maka iko karibu sana. Lakini leo kutokana na hatua zinavyokwenda, ndege itoke Pemba uwanja wa ndege hapo, itue Unguja, itue Dar es Salaam, unaambiwa milioni 12, milioni 18 ndio anafika Maka. Na mtu ambaye leo akipata milioni 6, 7 kashafika Maka. Lakini sasa kilichotuasiri ni kutokana na malipo. Haya yanatuumiza tena sana sana. Nyumba inalipa milioni 9, milioni 7, milioni 8. Mheshimiwa, kweli hayo ni malipo? Na kama si malipo, mimi nyumba yangu imelipwa milioni 9, moja ikalipwa milioni 4. Nenda nunua kiwanja, muuzaji wa kiwanja ananiuzia milioni 7, milioni 8. Sasa nifikirie milioni 9 niliyolipa, hii milioni 1 nitajenga mie nyumba? Ardhi wasema ni mali ya serikali. Hizi mbingu je ni za nani? Ikiwa wasema ardhi ni mali ya serikali, je, mheshimiwa anauliza mie hizi mbingu ni za nani? Na Mwenyezi Mungu kanaumba mambo manne, kanaumba majini, kanaumba binadamu, kanaumba ardhi, kanaumba mbingu. Kwa nini leo watuambie kama ardhi ni mali ya serikali? Ardhi ni mali ya serikali, hawa wananchi je ni wanani? Kwa hilo tuna sikitiko kubwa sana sana. Tena tuna kilio cha maisha. Nilipohama mie nilikuwa na migomba yangu na minazi yangu, lakini saizi nkenda nilipoondoshwa migomba yote ishatua ng'ombe, minazi nkatwa mpaka kimbakishwa kilele. Tutakwenda wapi wananchi wa Mfikiwa? Na ndo tuloasiriwa sana. Malipo mwalimu, nasikitika ni machache sana. Mie tumegombana mpaka nikasukumiza kwa Mungu mawasiliano, nikamwambia haki zetu tutakwenda tulipa mbele ya Mungu. Akanambia mama, usitupeleke mbele ya Mungu. Na sikuogopa, nilimjibu nikamwambia nikupeleke kwa Sania na Mwinyi, hata kulipani ni hata kuongezea mshahara. Hilo ndilo nilomjibu. Lakini kwa kweli kilio twalia mpaka leo, malipo sio. Hilo ndio sikitiko langu kubwa sana. Na imefunguliwa state pale, mimi nikaenda na nikapambana mpaka nikataka kumfika mama, pana askari wakanizuia. Wakanambia mama usende, wakanichukua kihadaa, wakaenda akanipeleka ndani ya state. Nilipofika pale wakanambia mama, tupe malalamiko yako. Nikamwambia malalamiko yangu mimi si wapi, kwa sababu hata nikiwapa mtaandika mkitoka nje karatasi maichana mwaitupa hapo uwanjani. Sasa ina maana gani? Nikamwambia sisemi, bora mniache niende zangu. Nikatoka na kilio. Kwa hivyo mheshimiwa, hiyo ni kesi yetu, twapeleka. Na mama ilisema kila leo na tatizo lake atufike. Lakini kwa nini hatuletewi? Na akija tugenda tukipambana vita, twazuiwa. Leo ardhi wapima anapotaka yenyewe hatulipi. Tutakwenda wapi mwalimu? Kwa hivyo mheshimiwa, hicho ni kilio kikubwa sana tulichoasiriwa sisi watu wa uwanja wa ndege. Tumehamishwa japo kama kibanda cha Ngongo, lakini nalala na chensha mboga yangu hanioni mtu, wala sinongu nimba. Lakini leo nahamishwa kama mbwa aliochukua, kama mataka aliochukua akaenda katubwa jana. Tutakwenda wapi?